Baadhi ya watu na vyombo mbalimbali vya habari hasa mitandao ya kijamii ilikuwa ikisema kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ameikimbia nchi, lakini Netanyahu yupo nchini Israel. Leo asubuhi siku ya Jumapili alitembelea maeneo mbalimbali katika kukagua ni namna gani Israel imeathiriwa na makombora ya Iran. Mtazame huyo hapo. אני נמצא פה בבת ים עם כוחות פיקוד העורף, כוחות ההצלה. בשם עם ישראל כולו אני מביע צער. Ni Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, akikagua maeneo mbalimbali nchini humo kutokana na makombora mazito yaliyorushwa na Iran katika maeneo mbalimbali ya taifa hilo, ambayo makombora ya jana usiku Jumamosi yalisababisha takribani vifo vya watu 10, lakini inadaiwa kwamba kuna mamia ya watu wameuawa kutokana na makombora hayo yaliyorushwa na Iran. Hata hivyo, waziri mkuu huyo wa Israel anadai wakati huu watainyeshea makombora nchi hiyo ya Iran na kamwe haitoweza kusahau, na ulimwengu utashangazwa na kile ambacho wataenda kukifanya. Anasema mashambulizi yaliyofanyika kipindi hiki ni ya kawaida sana, wasubiri mvua ya makombora katika siku zijazo. Siku ya Jumamosi, waziri mkuu huyo alisema kwamba ndege za Wayahudi zitatanda katika anga la Teheran, na hapo ndipo ambapo watu wa Iran wataiona jinsi gani Israel ilivyo. Watahakikisha watashambulia maeneo mengi, lakini pia watahakikisha watafanya mashambulizi ya kila namna ambayo hawakuyatarajia, na ulimwengu utashangaa kutokana na kile ambacho Iran inakifanya katika taifa hilo la Kiyahudi la Israel. Waziri mkuu huyo pia amesema kwamba katika wakati huu amewaomba wananchi wa Iran kuhakikisha kwamba wanajiweka mbali na maeneo ya kijeshi, kwani moja kati ya maeneo ambayo Israel itashambulia ni pamoja na yale ya kijeshi, na hivyo wanapaswa kuwa mbali kabisa na maeneo hayo ili tu wasije wakakumbwa na mashambulizi na kusababisha vifo ambavyo vinaweza kukwepeka. Jeshi la IDF pia limetoa taarifa hiyo likisema kwamba linaandaa mkururu wa mashambulizi ndani ya Iran wakati wowote kuanzia sasa. Vikosi vya ulinzi vya Israel vimetoa onyo la dharura kwa Wairan na kuambia wakazi kuondoka katika eneo lililo karibu na vituo vya kijeshi. Katika ujumbe kwenye mtandao wa X, akaunti ya IDF ya lugha ya Kifarsi inasema watu wote waliopo ndani au karibu na viwanda vya utengenezaji silaha za kijeshi na taasisi zao zinawasaidia wanapaswa kuondoka mara moja katika maeneo haya na wasirudi hadi watakapopewa taarifa zaidi. Uwepo wenu karibu na miundombinu hii unaweza kuhatarisha maisha yenu. Picha zinaonyesha matokeo ya mashambulizi nchini Israel, ambapo waziri mkuu wa Israel ameamua kutembelea maeneo hayo asubuhi ya leo kuona uharibifu ambao nchi yake imeupata. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.